Sasa leo nataka tuongelee kuhusu tofauti kati ya HPV na HSV. Hivi virusi vimekuwa vikiwachanganya watu wengi sana na wanashindwa kujua kipi anacho, kipi hana. Sasa hii kitaalamu tunaita Human Papilloma Virus, lakini hii ni Herpes simplex virus. Hivi vinatofautiana kwa sababu kila kimoja kina dalili zake, lakini kila kimoja kina madhara yake. Sasa utofauti wake ni kwamba kuna wewe ambaye ulikuwa ukisikia kwamba una HPV, maana yake ni kwamba HPV yenyewe inakuwa ni maotea au ni vinyama ambavyo vinakuwa ni vigumu, vyenyewe tunakuwa tunaita warts, ambavyo hivi vinyama vinaweza vikapata sehemu zako za siri. Dalili yake ya kwanza huwa ya kwamba unajikuta kwamba kuna vinyama katika sehemu yako ya siri. Kwa hiyo ukiona una vinyama sehemu ya siri ambavyo ni vigumu, basi ujue kwamba hiyo ni dalili ya HPV. Lakini wewe sasa ukijiona pia una dalili ambayo hivyo vinyama haviumi, yaani havina maumivu, maanake ujue hiyo ni dalili ya HPV au maotea au Human Papilloma Virus. Lakini dalili ya tatu ya HPV ni kwamba hii yenyewe inaweza kukaa muda mrefu pasipo kukupa dalili yoyote. Yaani unaweza ukakaa na maambukizi kwa muda mrefu, let's say miaka 5, lakini usiwe na dalili yoyote. Kwa hiyo unaweza ukashangaa unaishi vizuri, lakini kumbe una maambukizi tayari katika mwili wako. Lakini kitu kingine ni kwamba hii inakuwa haina dalili za haraka. Kwa hiyo ukijiona wewe kwamba kuna vinyama ambavyo vimekuota, lakini umeviona ghafla tu, hujui vilitokana na nini, basi ujue kwamba inawezekana ulikuwa na maambukizi ya HPV kwa muda mrefu, lakini wewe ulikuwa haujafahamu. Lakini hii ni tunaongelea kuhusu HPV, lakini kwa upande wa pili hapa kuna HSV ambayo hii yenyewe ni Herpes simplex virus. Hii pia inasababishwa na njia yake kuu ambayo huwa inatumika ni huwa inaambukiza. Manake kama mwenza wako anayo na wewe ni rahisi kupata, kwa sababu mkigusana ni rahisi na wewe kupata. Na dalili zake ni kwamba hii inakuwa na malengelenge au herpes. Kumbuka HPV huku yenyewe inakuwa ni vinyama, lakini HSV yenyewe inakuwa ni malengelenge, yani unakuwa na vipele ambavyo vinakuwa na malengelenge au vina maji ndani. Lakini dalili ya pili ya HSV ni kwamba yenyewe hii inakuwa na maumivu. Yani wewe ukiwa na hivi vipele au haya malengelenge, huwa unapitia hali ya maumivu, huwa unawashwa, lakini pia unapitia maumivu. Kama nilivyosema kwamba dalili yake nyingine ni kwamba huwa unawashwa. Kwa hiyo unakuwa na malengelenge, vipele hivi, lakini hivi vipele pia vinakuwa vinawasha. Katika kuwasha kwake pia huwa vinaambatana na maumivu. Kwa hiyo